Barabara kabisa ndugu msikilizaji wetu na mtazamaji wa chaneli ya Mteba TV. Habari za siku ya leo, tukiwa ni tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Siku ya kwanza kabisa tumeufungua mwezi wa 3, lakini pia karibu sana kwenye matangazo yetu. Taarifa ambazo tuko nazo katika siku ya leo ni kwamba pale Minembwe ndege ya kutoka Rwanda ya kijeshi imeweza kuonekana kwenye anga ya DRC huko Minembwe. Tuone kwamba kile ambacho kimeendelea huko Minembwe, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli ya Mteba TV. Lakini habari zingine ambazo tuko nazo, baadhi ya Wanyarwanda ambao wanajulikana kwa jina maarufu kama Wanyamrenge wameikosoa sana Rwanda kwa kuweza kutuma wanajeshi hao na kuweza kutuma ndege hiyo kule Rwanda. Amenamu sana na akasema wanajeshi wengi wa Rwanda wamekufa na hawa Wanyarwanda ambao wanaishi Kongo kwa jina maarufu kama vile Wanyamrenge wengi wamekufa, na wakati serikali iko nguvu kwa sasa. Kwa hiyo Rwanda isichonganishe Wanyamrenge pamoja na DRC. Kwa tutakwenda kumwekea naye hapa, tutakwenda kumsikia kile ambacho amekizungumza. Lakini habari zingine ambazo tuko nazo hapa, ndugu msikilizaji wetu na mtazamaji, wazalendo bado wamewashikilia waasi wa M23 zaidi ya 32 au 32 huko Rubaya, na hali ikawa mbaya na wamewapa konsei nyingi sana. Nafikiri wale ambao walitufuatilia jana wameweza kuona taarifa hizo, lakini bado tunazo hapa taarifa hizi, wala usibanduka kabisa kwenye channel yako ya Mteba TV. Lakini habari za kimataifa ni kwamba mkuu wa kiroho wa Irani ameweza kuuawa kwa shambulizi kali ambalo Marekani na Israel wameanza rasmi kushambulia nchi hiyo ya Irani. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, usibanduke kabisa kwenye channel yako Mteba TV. Na Marekani imehapa kuweza kushambulia Iran kwa sababu Irani inakuwa ikiunda vikosi au vikundi vingi vya kigaidi. Vikosi ni vingi sana huko, lakini Irani haikuikaa kimya, ndugu msikilizaji. Imejibu mashambulizi, imetupa mabomu huko Qatar na kuweza kubomoa magorofa makubwa, na imepiga mabomu mengi sana kwenye miji yote ambayo inayosupporti Marekani au nchi ambazo zinasupporti Marekani. Taarifa hizo tuko nazo hapa ndugu msikilizaji wetu na mtazamaji wetu wa chaneli ya Mteba TV. Karibu sana tukupasha kila ambacho kinachoendelea kwenye uwanja wa vita hata pale DRC. Dunia imeharibika, na ndio maana sisi Mteba TV tuko hapa ili tukuhabarishe, tukupe kile ambacho kinachoendelea dunia nzima kwa ujumla. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa kwenye chaneli hii, endelea kusubscribe, like, comment na kushare kwa watu wengine. Utazidi kupata habari zaidi kutoka hapa chaneli yako ya Mteba TV. Mimi naitwa ni Mteba, na zidi kupata taarifa nyingi zinazopatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Endelea kulike na kushare na kusambazia watu wengine kwenye channel yako ya Mteba TV. Tumefungua mwezi wa 3 na tarehe yake ya 1 katika siku ya leo. Karibu sana. Na nafikiri tutaanzia taarifa zetu za kimataifa, kisha tutakuja kumalizia taarifa za DRC au za kitaifa. Na tunaanza taarifa zetu huko Irani. Mashambulizi makali ya anga yameripotiwa huko, ndugu msikilizaji, na kiongozi wa kiroho wa Iran ameweza kuonekana amefariki, ndugu msikilizaji. Picha tunazo hapa, hatuwezi kuzipandisha hapa kwenye mtandao wetu kwa sababu kuna mambo mengi sana ya kisheria ambapo hairuhusiwi kupandisha maiti wala kitu chochote kinachokuwa na damu. Ameweza kuuawa baada ya mashambulizi makali ya anga pamoja na vikosi vya Israel pamoja na Marekani kuweza kushambulia Irani. Na Marekani inashutumu sana Irani na kwa kusema kwamba haitaki Irani iwe na vino vya nyuklia au viwanda vya kutengeneza mabomu za nyuklia. Kwa hiyo mashambulizi hayo yamelenga sana vino hivyo vya nyuklia, na Marekani haitaki kabisa nchi nyingine kuwa na silaha hizi kubwa za nyuklia. Lakini Irani kama mnavyojua, Irani na yenyewe haikutaka mazungumzo kabisa, na imejibu mashambulizi moja kwa moja, lakini imepata maafa makubwa kwa kiongozi wa kiroho. Tunaposema kiongozi wa kiroho, huyu ni Muislamu ambaye anasikika sana huko Irani, na ameweza kuuawa na baadhi ya viongozi vingine kwenye mashambulizi ya Marekani. Donald Trump amesimama, au rais wa Marekani amesimama na kusema kwamba watu wa Iran wasubiri uongozi mpya
Na tuangalie tangu nchi ya Marekani imeanza kuongozwa na Donald Trump, hali inakuwa ni ngumu zaidi dunia nzima. Wakimbizi wanaokaa Marekani, watu mbalimbali ambao wahamiaji wa Marekani hawaishi kwa raha kama walivyokuwa wanaishi wakati mwingine. Kwa hiyo Trump amekuja kwa kusambaza dunia na kuweza kwa anavyodai yeye na kuweka watu na kuweka mambo sawa huko. Mashambulizi haya makali bado yanaendelea huko Iran, na huku Israel ikizidi kushambulia, na Marekani ikiahidi ya kwamba lazima watu wa Iran wasubiri uongozi mpya. Marekani inazidi kulaumu sana Iran kwa kuweza kuunda makundi za kigaidi, kuweza kushambulia makundi hayo, kuweza kushambulia vikosi vya Marekani ambavyo viko Israel, viko Qatar, viko maeneo mengi sana. Lakini vikosi hivi vya kigaidi vimeshutumiwa na nchi ya Marekani kuweza kwenda na kushambulia vituo vyote vya Marekani, lakini vikosi vyote hivi vinaundwa na Iran. Kwa hiyo na ndio maana Marekani haitaki mchezo kabisa na watu wake wa Marekani. Mimi naitwa ni Mteba, ndugu msikizaji na mtazamaji, kwenye taarifa zetu za kimataifa. Tumekomea hapo, ila mambo itakuwa mbaya, na kama vita hii itaendelea huko Iran, hali itakuwa ni mbaya sana duniani. Itakuwa ni vita, mafuta ilishaanza kupanda bei, vyakula vinaanza kupanda bei, hali inakuwa ni mbaya. Lakini wasiwasi kubwa pia inakuja ya kwamba ikiwezekana Iran inaweza kashambulia Marekani. Ni kitu ambacho watu wengi sana wanaangalia kwa hamu, na wengi wanasema Iran haiwezi kufanya hivyo. Lakini tukumbuke Iran ina mabomu za nyuklia, inaweza ikasambaza na ikashambulia pia Marekani. Lakini hali itakuwa ni ngumu kwenye uwanja wa vita. Hizo ni habari za kimataifa, tumezikomea hapo. Tukamate habari sasa zetu za DRC za kitaifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kipi kinachoendelea kwenye uwanja wa vita, na ukosefu wa usalama bado unazidi kuonekana kwenye uwanja wa vita. Mimi naitwa ni Mteba, naizidi kukupa taarifa moto na taarifa za kweli zinazopatikana kwenye uwanja wa vita. Tuanze taarifa zetu kabisa moja kwa moja maeneo za Minembwe. Kipi kinachoendelea Minembwe, ndugu msikizaji na mtazamaji wa chaneli yetu ya Mteba TV? Hali inakuwa ni tete sana. Kumbuka Minembwe, FRDC wapo Minembwe na wanazunguka Minembwe, na wako sehemu zote au plateau .0 ni wengi sana. Sasa ndege ya kijeshi imetoka Rwanda moja kwa moja, ndugu msikizaji na mtazamaji. Naam, kama mnavyoona ndugu msikizaji, hiyo ni ndege ambayo imetoka Rwanda, ambayo imekuja na masasi. Ndege ya kiraia haiwezi kuja hivyo. Hiyo ni ndege za kijeshi ambazo imetoka Rwanda kabisa usiku wa kuamkia leo, ndugu msikizaji na mtazamaji, jioni kabisa tarehe 28 kuweza kuonekana kwenye ardhi ya DRC. Ndege za kijeshi kutoka Rwanda sio mara ya kwanza kuonekana DRC, hasa huko Minembwe, kwa sababu ukiangalia hapo Minembwe kuna uwanja wa ndege, na huo uwanja wa ndege hakuna ndege za kiraia zinazoshuka hapo. Hakuna ndege hata moja ya kiraia, bali ni ndege za kutoka Rwanda. M23 hawana ndege, bali ndege zinatoka Rwanda. Kwa hiyo RAFOR imeweza kuja kutoka Rwanda, na ndege hiyo haikushuka wala haikuteremka kabisa hapo kwenye uwanja wa Minembwe, bali imedodosha masasi na silaha maeneo kwenye vikundi hivyo vya Twirwaneho kama wanawapa msaada hapo, ndugu msikizaji. Lakini vifaa hivi kama tunavyoona ndugu msikizaji, kumbuka Minembwe kuna FRDC wengi, kuna wazalendo wengi. Inasadikika ya kwamba vifaa hivi vimedema, havikufika mahali husika kabisa, kwa sababu hiyo video unavyoiona hapo au hiyo video walio rekodi ni FRDC. Manake baada ya ndege hiyo kuona wanairekodi na wale wenyewe wote walikuwa ni wanajeshi, imeweza kudondosha hivyo vikabakia hapo. Kwa hiyo ikaonekana kwamba hivyo vifaa vyote vimeingia mikononi mwa FRDC, havikuweza kufika kwenye walengwa ambao Twirwaneho. Lakini tukiangaliki hapo ndugu msikizaji na mtazamaji, kwenye habari zetu tunazozidi kukupa hapa kwenye channel yako ya Mteba TV, Wanyarwanda ambao wanaishi DRC na wala ambao kwa jina maarufu wanaitwa Wanyamrenge. Kwa hiyo hawa wengine wamelaani tukio hili vikali sana, na kusema kwamba Rwanda inachonganisha hawa Wanyarwanda ambao wapo DRC kwa jina maarufu kama Wanyamrenge ambao wako DRC, ya kwamba Rwanda inakuwa inashambulia, inachochea, inachonganisha hawa Wanyarwanda ambao wanaishi kule kama Wanyamrenge ili waweze kugomana na serikali. Na huyu Mnyarwanda ambaye tuko naye hapa, utakwenda kumsikia kila ambacho amekizungumza na kukanya sana serikali ya Kagame na kukanya sana Rwanda kuweza kuleta uchonganishi dhidi ya Wanyarwanda ambao wanaoishi kule DRC, wanachonganishwa.
lakini ameweza kuongea mambo mengi sana. Ndugu msikilizaji, utakwenda kumsikia hapa, nitakuwekea naye tena ni ya video uone na usikilize kila ambacho atakwenda kuzungumza. Ameongea mambo mengi, akasema kwamba FRDC kwa sasa ina nguvu kubwa kwa sababu ina drone za kisasa, imeweza kushambulia Willy Ngoma. Willy Ngoma amekufa kabisa kwa sababu mpaka sasa uongozi umezidi kuongea wa FCM M23 na kusema M23 ya kwamba Willy Ngoma amekufa kabisa. Lakini sio yeye tu, wanaficha na Makenga, yule kamanda mkuu wa vikosi vya M23, na yeye pia alikufa kwa ile shambulizi kwa sababu walikuwa wote mahali huyu jamaa Willy Ngoma alipo, Makenga na yeye hakosadi. Kwa hiyo taarifa maalum ni kwamba Makenga na yeye ameweza kufariki kwenye uwanja huo. Sasa hawa Wanyarwanda ambao wanaona hali hii, wengi wao wanatetemeka na wengine wanasema kwamba hakuna Twirwaneho, hakuna Mnyamrenge. Hawa Wanyarwanda ambao wako huko kwa jina maarufu kama Wanyamrenge, kama wanaweza kugombana na serikali na kuweza kutawala Kongo kwa ujumla. Ameweza kuongea mambo mengi, kitu ambacho hakitawezekana kwa sababu ukiangalia serikali inahurumia hawa Wanyarwanda, inahurumia Wanyarwanda wanaojulikana kama vile Wanyamrenge huko Minembwe na sehemu zingine. Na wengine wanazidi kuongea tu mambo ambayo haieleweki, ya kwamba tutageuza Minembwe itakuwa nchi nyingine. Serikali inahurumia sana raia hawa, inawahurumia sana kwa, lakini ikitaka kuwapiga itapiga na kulunguza na kutabakiaka jina la Mnyarwanda au Mnyamrenge pale DRC. Kwa serikali inahurumia sana. Tumtazame huyu Mnyarwanda ambaye anajiita ni Twirwaneho, ambaye yuko sehemu mbalimbali, ameweza kutoa maoni yake na kuonya vibaya sana serikali ya Rwanda au Paul Kagame. Nitakuja kurejea kwenye taarifa zetu zingine za huko Rubaya, kitu gani kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Tazama, atakuja kurejea. Lakini iliangusha masasi pale Minembwe, ndo ikaendelea na kuondoka. Konsewa President Munyamulenge Kongolo aliposte hii mambo kwa Twitter, na ukienda anaitwa Kongolo, ukienda kwenye page yake ya Twitter utaona hiyo image. Pia na mwisho wa hii video naweka image hiyo ndege. Kuna ka video ambako kwa hakana sauti, nitakaweka mwishoni mwa video hii. Lakini Kagame anatuma ndege mpaka na dema Minembwe inaangusha masasi. Kisa tu Mnyamulenge aendelee kufa, aendelee kupigana na serikali. Drone zinapiga wa Willy Ngoma, wanaokufa wa Makenga wamekufa wote, hata kama hawajatangaza. Sasa vijana wa Kinyamulenge sisi ndio tutakuwa na nguvu za kupambana na FRDC. Mbona Kagame anapenda sana kuuisha Wanyamulenge jamani? Viongozi wanauawa, halafu wale watoto wa Minembwe ndio watapiganisha Kongo. Kwa nini wasikue na amani? Tena Wanyamulenge, sikilizeni. Kwa nini mwae plateau Bibokoboko Wanyamulenge wanaishi amani kwa ulinzi wa serikali na FRDC na wazalendo? Wako kwenye amani. Hakuna Twirwaneho kule. Sasa mnasema hatuna njia nyingine isipokuwa ni kushika silaha na kujipigania. Sasa nani anawaletea silaha? Kwa nini ndege zinatoka Rwanda? Kwa nini hii mambo inasumbua Rwanda mpaka wanatuma ndege? Wanajua security haiko, ndege inaweza kaangushwa, lakini bado wanafanya hivyo. Yaani ni mambo ambayo ya urgency, hawana mwae, lazima vita iendelee. Wanatuma ndege jameni. Halafu Nyamulenge hawazungumzia hii mambo. Wao ni kupigana tu, faida iko wapi? Hakuna hospitali Minembwe, hakuna chochote, hata chumvi hakuna. Lakini Wanyarugaba hawezi kondamne Rwanda kutuma masasi kule. Wao tu Mungu wao ni Kagame. Yaani hakuna Mungu mwingine zaidi ya Kagame kwa upande wao. Hata kama Marekani imeshamwacha, anaelekea pabaya, sanctions zinakuja, lakini wao watakufa na yeye. Hawezi msaliti ndugu yao, mfalme wao, Mungu wao ambao wanamwabudu kila kukicha. Wanyamulenge mwa plateau salama salamini. Uvira salama salamini. Kule ho plateau ya Uvira, eneo za ambazo ziko su control ya FARDC na vijiji vingine kwenye Gumino iko, hakuna mwenye anakufa, hakuna mwenye anasumbuliwa. Minembwe ndo Wanyamulenge zaidi, wana ile kuzidi Wanyamulenge wengine ambao wanaishi chini ya serikali. Mwache kupiganisha, kuuisha vijana wa Kinyamulenge kwa faida zenu, intere zenu, na msikue mnaita mambo ya AFC kama kabila lote kwa ujumla. Hiyo ni parti politiki ambayo inapiganisha nchi, sio kabila la Wanyamulenge. Na hizo drone za Rwanda pia ziliua watu kule maeneo ya Ubembe na Ufulero, maeneo za
mwa plateau huko Lusuku. Nasikia kuna vijiji vya Fulero na Wabembe ambao drone kutoka Rwanda zinaua watu. Sijui kama Kagame anataka nini kwa Wakongomani kweli. Na kuwa 30 mpaka naendelea na ile kiburi yake tu, tutapigana, sisi tuko Watusi, tuko superior ya watu wengine. Hao ni Wabantu, tutawatawala. Hiyo ndio comportement ya Kagame. Binadamu ni binadamu. Uwe na pua ndefu haimaanishi uko na akili ya mrefu. Akili yenu ni fupi sana. Jameni, sukari imenipanda kutokana na dharau za Wanyarwanda kila siku kutuvamia Mkongo, kutuchonganisha, kutuuisha. Sasa hivi Wanyamulenge tunabaki bila vijana. Ukiona nazungumza kila siku hapa ni kwa sababu nimebaki mwenyewe. Vijana wote niliokuwa nao hawapo kwa sasa. Kwa hiyo ndio maana hata usiku sasa hivi nafanya mavideo kwenye gari. Ningekuwa nalala, ningekuwa nafanya mambo tofauti. Lakini hii mambo ya vita imeniuma. Wanyamulenge, Kagame iko na mpango wa kuhakikisha vijana wa Kinyamulenge wanakwisha. Ili pasiwe mtu wa kutumika na Kongo tena Mnyamulenge. Anataka tutenge na serikali yetu. Ili baadaye kwa sababu wa infiltration zitaendelea, hazitaisha sasa hivi. Hii vita kiisha, wenye Rwanda, Watusi wa Rwanda watajaribu kuiba mali ya Kongo, lakini sisi ndio tunawajua sasa. Na hawapendi sisi tuwe kwenye upande wa serikali. Ndio maana hawalali usiku na mchana kututenga na serikali yetu na majirani zetu. Kwa sababu sisi tukiwa pamoja na wale itakuwa vigumu wao kuiba mali ya Kongo kwa sababu tunawajua, tunaongea lugha moja na hawa wauaji. So ndio maana wanafanya kile wazikanavyo tusijiunge na serikali. Ndio maana serikali ya Kongo inaweka nguvu sana Wanyamulenge wasijitenge. Ndio maana unaona madelegasyon wa Wanyamulenge wanakutana na viongozi wa Kongo, Canada, Marekani, hata huko kule Kongo. Yaani kila mtu anapigania Mnyamulenge, lakini Mnyamulenge ana haki ya kuwa kwenye upande wa nchi yake. Watusi tunaweza kuwa na mapua sawa jameni, ni mapua tu, lakini interest hiyo moja, hazituchangie udongo. Tofauti na mapua marefu hakuna vingine na kumwaga damu. Sisi na nyinyi uhusiano wetu ni kumwaga damu tu za watu wasiokuwa na hatia. Hatujawahi kuoana na nyinyi. Hatuende kwenye makanisa pamoja na nyinyi Watusi wa Rwanda. Wanyamulenge wanaoishi Rwanda wanajitenga na nyinyi, hawaoane na nyinyi. Pia hawasali na nyinyi. Kwa hiyo ile kuwa ni kitu kimoja twende kwenye vita kuua Wakongomani. Hiyo mambo sio ukweli. Hatuko pamoja na nyinyi. Tungekuwa pamoja tungekuwa tunaoana. Tunaenda kusali pamoja, tunajichanganya. Lakini hiyo haipo kwa sababu hatuko watu wa moja. Nyinyi mnakuwa na dharau, hamheshimie watu, mnadharau kila mtu. Na gisi mnadharau ndugu zenu Wahutu, hamwachukulie kama binadamu. Wageni wanatokea Kongo hawa Kitusi, mnawapatia thamani kuzidi ndugu zenu Wahutu. Unakuta Nyamulenge kule mnawafukuza kwao, mnawaua kule Kongo, lakini wafikifika kwenu kwa sababu ile tribalism mnawapatia privilege kuzidi Wahutu ambao wanaishi pale, ambao ni watoto wa nchi. So ikiwa hampendi ndugu zenu Wahutu ambao mnachangia udongo, je, kweli mtatupenda sisi? Hiyo ni uongo kweli. Tuache kudanganyana. Hakuna Mtusi wa Rwanda mwenye anapenda Mnyamulenge. 1964 vita ya Mulele, nyinyi vizazi vyenu nyinyi muli jiunga na grupe arme ya Mulele, pia Mulele mkamaliza ngombe za Wanyamulenge, mkawafukuza mwa plateau yote kwa sababu Wanyamulenge walikataa kushiriki na nyinyi. So kwa hiyo hii ni adui wa Wanyamulenge siku zote na siku zitakazo kuja baada ya Kagame. Tunajua ndio hivyo tu, ila tutaendelea kukombatre. Kizazi cha mpya hatutachoka, tutahakikisha Mnyarwanda baki Rwanda, Mkongo. Na ndugu msikizaji, kama unavyonukuu na kama ulivyosikia, huyu anajiita ni Mnyamulenge, ni Barwande ambao wako DRC, ambapo anashauri wengine wote na anakuwaga na tabia ya kuchangia maoni kama haya sana kwenye maeneo mbalimbali, na kwa wale nafikiri kuna baadhi wanamjua. Kwa hiyo ndugu msikizaji, anaambia Wanyamulenge ambao wako Minembwe, wako sehemu zote, kwamba hawawezi kupigana na serikali. Hawawezi kupigana na serikali hata siku moja, kwa sababu serikali umeona wanaua wakubwa, Makenga, Ulingoma, na wengine na wengine wanakufa. Lakini sasa hawa wadogo, hawa vijana wa Kinyamulenge, wa Kinyarwanda watasimama kupambana na DRC? Ni kwamba hapana. Ni Mnyarwanda huyu ambaye amezungumza na
hataki kinachoendelea pale DRC. Na tunapoendelea na taarifa zetu za habari, tukamate taarifa zingine ndugu msikilizaji. Kumbuka channel hii inaitwa ni Mteba TV, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa, endelea kujabone, endelea kusubscribe, like, comment na kushare kwa watu wengine. Utazidi kupata habari zaidi kutoka hapa channel yako ya Mteba TV. Na tunakimbia moja kwa moja huko Rubaya. Kitu gani kinachoendelea Rubaya ndugu msikilizaji na mtazamaji? Ni kwamba Rubaya, kumbuka Rubaya ni maeneo ambapo kumejaa dhahabu, kumejaa pesa, kumejaa mashimo za pesa pale ambapo M23 wanadhibiti. Yani hapo ndo kuna pesa zote za Nord Kivu pale, na kuna machimbo makubwa. Sasa bado serikali inafanya mbinu zake zote kuweza kushambulia maeneo hayo, ili angalau M23 wanaweza wakachia sehemu hiyo. Kambi zote ambazo FARDC walikuwepo ndipo M23 walikuwepo, lakini kwa sasa M23 tumbo liko joto, wanakuwa wakitetemeka mno, wakitetemeka yani wao wanaona tu, hata wakiona inzi inapita wanaogopa, wakiona hiki, kwa sababu mashambulizi sasa hivi yanayoendelea sio mashambulizi za kitoto, ni mashambulizi za hatari zinazoendelea pale DRC ndugu msikilizaji na mtazamaji. Lakini wazalendo wameweza kuwadhibiti mpaka sasa wale M23 33 ambao walikamatwa huko na kuweza kuwaonesha huko ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel yetu ya Mteba TV. Mimi sina la ziada kabisa kwenye taarifa zetu. Tulikuwa na taarifa zifuatazo. Ndege ya kutoka Rwanda imeweza kuingia Minembwe na kwenda kupeleka Ramforo Masasi huko, na kitu ambacho kimeshangaza watu wengi. Na taarifa zingine ambazo tulikuwa nazo huko, raia wa Kinyarwanda ambao wanajiita Wanyamrenge wameweza kushutumu Rwanda kuweza kuwachonganisha na serikali pale DRC ili waendelee kupambana, wakati wakubwa zaidi wao Makenga na wengine wanazidi kuwa, kwani hawa hawataweza chochote. Na taarifa zingine ambazo tuko nazo hapa ndugu msikilizaji, wazalendo wanazidi kudhibiti waasi wa M23 huko Rubaya. Na taarifa zingine ambazo tulikuwa nazo hapa, Marekani na Israel bado wanazidi kushambulia Irani, na kiongozi mkuu wa kidini wa kiroho wa Kiislamu ameweza kuuawa kwenye shambulizi lilizofanywa na Marekani huko Irani ndugu msikilizaji na mtazamaji. Na Irani pia haikuchelewa, imebombe Katari, imebombe sehemu mbalimbali kwa nchi ambazo zinazoizunguka. Mimi naitwa ni Mteba. Kama umefurahi na kusikiliza taarifa zetu za habari mwanzo mwisho, basi usikose kujabone, usikose kusubscribe na kushare kwa watu wengine, usikose kutuandikia unatufuatilia kutoka maeneo gani. Taarifa zingine zitakuja za mchana na za jioni, tuko nazo hapa. Kuna taarifa za wazalendo bado zipo, tutakurusha nazo hapa. Ciao.